Kama unafuatilia mashindano ya Olympic, jambo hili limetokea kwa upande wa wapiganaji pamoja na waogeleaji pia, jambo ambalo linazidi kuwasababisha watengeneze sheria tofauti tofauti kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo Jeanine Mukandayisenge, kwa hivi sasa watu watajiuliza kwa nini uchunguzi unachukua muda mrefu na hapa na pale, na kwa nini kuna hofu ya uchunguzi, lakini zipo haki za kibinadamu ambazo zinampa mtu nafasi ya privacy, kwa maana ya ule usiri wa mambo yake, kwa mpaka pale atakapotoa ridhaa ya uchunguzi ndipo ambapo ataweka katika uchunguzi, lakini pia katika vipimo, na baada ya hapo litatoka jibu. Lakini kama umfahamu, Jeanine Mukandayisenge ni nyota wa kimataifa wa Rwanda ambaye anaitumikia klabu ya Yanga Princess. Amejiunga nayo mapema mwezi Januari akitokea Rayon Sport ya pale Rwanda, na tangu ajiunge na Rayon Sport mwaka 2023 amekuwa na historia nzuri akifunga magoli takriban 114 katika kipindi chake chote alichodumu. Lakini kwa sasa amewekewa pingamizi na kuna possibility ya kukosa mchezo wa ngao ya hisani. Usijiulize sana ukahisi viongozi walikuwa na uzembe kwenye kufanya uchunguzi na kumpima, hapana. Lakini kuna swala la privacy, lakini pia kuna swala la kutiliwa hofu, hasa katika soka hili la wanawake ambapo kwa hivi sasa ndio linapiga hatua kwa Tanzania. Kwa vitu vya hivi kwa Tanzania inawezekana ni mara ya kwanza, lakini nimewahi kumkuta pia ili swala Clara Ruvanga kaziwa kushiriki kwenye baadhi ya mashindano akiwa na timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo sio jambo jipya. Jeanine Mukandayisenge kwa upande wake amerekodi video takriban 2 akionyesha ujasiri wa kutosha, yeye kama mchezaji wa Yanga Princess, akitakia pia timu yake kila laheri ipate matokeo katika mchezo dhidi ya Simba Queens. Lakini ni swala ambalo limetokea na kwa kiasi fulani linaweza likamuumiza mchezaji kwa sababu ni mwanamke na anatamani kuwa considered pia kama mwanamke. Lakini by the way, sio jambo ambalo linaweza kuharibu image ya mpira wa Tanzania mpaka sasa, kwa sababu halijaleta madhara hasi, kwa maana ya kwamba kuthibitika either yupo katika jinsia tofauti na kama vile ambavyo watu wanafikiria.